Tazame taarifa ifuatayo. Watumiaji wa barabara kutoka kata ya Ilomba jijini Mbeya wameomba serikali kuifanyia matengenezo barabara ya Sae Ituha katika eneo la Mjapiadau ili wanusuru na ajali ambazo zinaweza kutokea kutokana na mashimo ambayo ni hatari kwa watumiaji wa barabara hiyo. Taarifa ya kwake Kenneth Ngelesi kutoka pale mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wakazi wa mitaa ya Tonya na Itua kata ya Ilomba jijini Mbeya ambao ndio watumiaji wa barabara ya Sae Ituha wamesema ni vema serikali karekebisha barabara hiyo ili kuwanusuru na ajali na uharibifu wa vyombo vya usafiri. Imeshatokea mara kadhaa ajali hapa sababu ya mashimo kama haya. Kwa hiyo tuliomba kama kuna uwezekano, kuna njia yote ambayo kama ni mbunge yupo anakusikiliza ambaye ni spika wa bunge na ni rais wa mabunge duniani, kweli ilibidi aje ashuke huku chini angalie hii hali kama itakuwa hivyo katika jimbo lake. Sasa sijui atakuwa anawakilisha nini huko anakokwenda sana. Barabara ya Sae Ituha ina mashimo sana, na mashimo mengi sana. Kwa mfano kiangazi mashimo kama haya hapa, magari yanashindwa kupita vizuri, yanashindwa kupishana. Baa hicho sawa. Nakuta mtu anataka akwepe shimo, anaacha kuangalia hata nyuma anayemfuata ni nani. Huwa saa nyingine mpaka ajali zinatokea. Barabara yetu ya Ituha mashimo yamekuwa ni mengi. Kwa mfano eneo la ghorofa la kwanza na ghorofa la pili, unaweza ukaona kabisa ndugu mtangazaji, ukipita lile eneo tunajaribu kukwepana sana. Hasa ya kwanza hapa ni ajali, kwa sababu kila mtu huwa anajaribu kutafuta sehemu yenye salama zaidi. Lengo la kupishana, madhara yake ni kwenda kugongana. Gari yanaharibika sana. Yaani pindi unapokutana na shimo, ukitaka kusema kwamba unaenda upande kuja kurudi kwenye shimo, lazima unakuta gari zinachomoa ball joint, unakuta magari yanaharibika, yani magari kifupi hayawi vizuri. Wakazi wa mitaa hiyo wameeleza sababu za barabara hiyo kuharibika mara kwa mara, huku meneja wa wakala barabara mjini na vijijini TARURA mkoa wa Mbeya Mhandisi Alberto Kindole amekiri kupokea kwa taarifa za ubovu wa barabara hiyo na hatua walizochukua. Mimi ushauri wangu kwa watu wanaohusika na barabara, yani bora wakatengeneza kipande kifupi kwa muda mrefu kuliko wakatengeneza kipande kirefu alafu kikawa ni kibovu. Tunaiomba mamlaka inayohusika wanapoleta wakandarasi wa kutengeneza barabara, basi ukarabati wao waufanye kwa minajili kwamba hiyo barabara ikae muda mrefu. Wanatengeneza barabara ikikaa sana ni miezi 6, barabara inaharibika tena. Kama unapoona ni viraka tu. Hatua ambazo tumezichukua kama taasisi ni kumuengage mkandarasi ili aweze kurekebisha hayo mashimo. Kwa kuanza ameanza barabara ya Isese na baada ya siku 2 ataanza kule Ituha. Endelea na kazi ya kuziba vilaka huku Isese, barabara ya kutoka Ilomba mpaka Isese, na kesho ama kesho kutwa ataingia huko Ituha ambako kuna sehemu ambayo imeharibika inaleta shida. Na pale tunataka tukabadilishe kwa sababu pana shida ya maji, kwa hiyo tutapiga zege kile section kama kilomita 40. Chote tutakichimba, tutakirudia upya, alafu tutaweka zege pale. Naam, ni Kenneth Ngelesi huyo akipita na taarifa na masuala bovu wa barabara. Bila shaka umefahamu na umeshuhudia hilo. Sasa tazame taarifa ifuatayo. Waajiri